Ndugu zangu, leo nimepokea comment ambayo imenishangaza kidogo, yaani nashindwa la kusema, lakini ni kuhusiana na JW, yaani JWTZ. Nashindwa la kusema ndugu yangu, lakini naomba ungane nami tuweze kudiscuss kwa pamoja na tuone kwamba hii issue tunaisawazishaje ama inaishaje. Na pia kwa mtu ambaye atakuwa na taarifa yoyote ama na uelewa zaidi, basi tujulishane. Tu preview hii comment hapa. Hii taarifa hii imenishtua sana hii comment. Yes. Anaitwa Suleimana Bundala. Anasema ya kwamba halafu mbona JWTZ watu bado wanaendelea kuripoti kila siku, na wewe ulisema kozi imeanza? Hapa kitaa yupo jamaa kaondoka tarehe 22 mwezi wa 6 2026. Sasa ndugu msikilizaji ama ndugu mpenzi mtazamaji, umeelewa alichokisema Suleimana? Na kosa la kusema hapa, lakini nikikujibu maybe ngoja nikujibu kwa kutumia uelewa wangu binafsi, alafu pia tutaomba kwamba na watu ambao walivyomwelewa swali Suleiman basi waweze kushare mawazo yao. Suleimana, iko hivi. Cha kwanza, mimi sikutoa taarifa rasmi kusema kwamba kozi imeanza, ila ni maoni ya wadau ambao kama wewe vile ambavyo umepokea ama umemuona mtu ameondoka tarehe 22 mwezi wa 6, basi kuna watu wameona watu wameondoka mapema sana, na tukapata uhakika wa mtu ambaye alisema kwamba tayari wamekwisha anza kozi. Umenielewa? Na possibly na bila kuongopa, lazima kozi iwe imekwisha anza muda sana, ni muda mrefu umepita. Maybe kama wanajazilishia watu au kuna pengo linahitaji kuzibwa, ama huwezi jua huyo mtu ambaye ameondoka ana connection gani ama ameenda kivipi vipi. Ujue kwenye haya maisha ndugu yangu Suleimana, hakuna mtu ambaye atakwambia story iliyokamilika. Nobody will tell you a full story. Hata ukimuuliza Mo Dewji, hata ukimuuliza Bakhresa, hawezi akakupa story yote. Yaani kuna vitu lazima akuhide, lazima akufiche. Kwa maana hiyo tunachoangalia sisi ni kile ambacho kinaonekana kwa watu wengi. Understand? Kwa hiyo hatuwezi jua yeye amepitia njia gani kwamba hadi sasa hivi ameitwa muda umeenda, au hatuwezi jua JW wamefikiria nini, hatuwezi jua JW wanafanya nini, umenielewa? Kwa hiyo kuna vitu vingine vinakuwa ni vya kiserikali kiundani zaidi, afu na hauwezi ukavichimba. Sisi tunaangalia ile in general kwamba public, watu wengi tayari wamesema watu walishikwisha kwenda kwenye usaili na waliofanikiwa wameanza mafunzo, ile in general kabisa. Kwa hiyo vitu vingine hatutakiwi kuchimba sana, because hakuna atakaye kuambia full story my brother. Hakuna atakaye kuambia kwamba maybe mimi nina ndugu yangu anaitwa fulani, maybe mimi nimepata connection kupitia hivi, maybe mimi naenda kufanya nini. Kwa hiyo nobody will tell you a full story. Cha kufanya wewe ni kufocus na maisha na kujua ya kwamba kama simu haijaita bro, basi tusubiri wakati mwingine, tuishi kwa matumaini. Yani tuishi kwa matumaini. Yani ukifuatilia historia nyingine, kuna mtu mmoja ambaye alisema ya kwamba ili uishi kwa amani, usiangalie mwenzako amefanikiwa kinamna gani, ila akuinspire. Ukianza kufuatilia kwamba unakuta mwingine ana umri wa miaka 20 anamiliki gari, wewe una umri wa miaka 23 hauna chochote, itakuvuruga kichwa. Kwa maana hiyo just relax, amini katika Mungu, amini katika wakati sahihi, lakini jua ya kwamba nobody will tell you a full story.
watu wana siri nyingi sana bro, yani hamna mtu atakaye kuambia the full story. Hata mimi nikiwa naongea siwezi nikakwambia the full story of my life, umenielewa? Kwa hiyo kuna vitu vile ambavyo siwezi, maybe labda nimemaliza shule nikaanza kufanya, nitakwambia maybe nimemaliza shule nikafungua kitu fulani nikaanza kufanya, sitakwambia ule mtaji nilitoa wapi. Maybe nitakwambia mtaji wangu nilipambana sana nikapata, lakini trust me kwamba kuna mikono ya watu wengi sana ili kumfanya mtu anyanyuke. Kwa hiyo nobody will tell you a full story. Nakupa hiyo secret issue na nyingine ambayo inabidi uichukue, kwamba hakuna atakaye kwambia mafanikio yake ameyatoa wapi. Umenielewa? Kwa hiyo trust in yourself, believe in God. Amini wakati sahihi ukifika, basi zamu yako itafika. Kama simu haijaita, don't worry. Zinakuja ajira za polisi, zinakuja ajira za uhamiaji, zinakuja ajira za zimamoto. Yes, na nitakuwa pamoja na wewe siku zote. Asante, chao.